Mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, karibu moja kwa moja kuweza kujiunga nasi katika taarifa zetu za habari za tariki 19 Novemba mwaka 2025. Matangazo moja kwa moja ambayo yanakujia kutoka jimboni Kivu Kusini katika jiji na tarafa letu la Uvira katika jimboni Kivu ya Kusini, ambayo moja kwa moja inarushwa hapa kwenye television La Voix d'Uvira TV. Mimi ni mtangazaji wako Janvier Emmanuel Kaluya, nikikukaribisha kuweza kuungana nasi mwanzo kabisa hadi mwisho. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kujiunga kwenye channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine, ili tunapotoa habari zetu kila leo kabisa uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Katika uchambuzi wetu wa habari zetu za siku ya leo, moja kwa moja tutakuja kukupatia habari ambazo ziko moto kupitia mapigano ambayo imeripotiwa tariki 18 ya mwezi Novemba mwaka 2025 katika jimbo la Sud Kivu, ambapo waasi wa M23 waliweza kuvamia ngome ya jeshi la Kongo na lile la wazalendo. Mapigano makali pia mengine yaliripotiwa hiyo tariki 18 Novemba mwaka 2025 kati ya wapiganaji wa M23 ni kupitia huko kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo habari tulizokuwa nazo sasa zaeleza kuwa mapigano hayo yaliweza kudumu, silaha nzito pia ziliweza kusikika na wakazi wakianza kuhama maskani yao. Kwa hiyo hayo ndio tutakayoyachambua katika siku ya leo. Tukuombe kabisa wewe na mimi uwe nasi mwanzo hadi mwisho katika taarifa zetu, pia uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Tuanze moja kwa moja na habari zetu za sasa karibuni, ambazo hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Jumatano asubuhi mapema. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushuhudia mapigano makali kati ya waasi wa M23 na vikosi vya ulinzi wananchi wazalendo wakishirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Sud Kivu. Ni tangu mapema asubuhi ya hii leo, waasi wa M23 na washirika wao wameripotiwa kushambulia makambi ya wazalendo ya jeshi la FARDC eneo la Ikambi, kitongoji cha Irega iliyo katika groupement ya Luganga. Ripoti zinaendelea kuwa mapigano hayo mpaka sasa yanaendelea kuendelea kwenye kilima cha Kahungwe kinachotenganisha maeneo ya Luhago na Kanyola tangu majira ya saa 7 usiku, yani 1h du matin, huko jeshi la FARDC na wazalendo wakiendelea kubaini kuwa milio ya risasi ilirindima kati yao, lakini mpaka sasa habari tulizokuwa nazo zilieleza kuwa waasi wa M23 walikwenda kufurushwa. Aidha, taarifa ambazo tulizokuwa nazo kutoka eneo la mapigano zinaeleza kuwa asubuhi hii wazalendo wameamka katika changamoto, wakitandika risasi na kuhakikisha kuwa wameweza kuweza kufurusha adui mpaka kwenye zaidi ya kilomita 15. Hebu tukiangalia kuhusu habari hizi ambazo zinazoripotiwa kila leo katika taarifa zetu ambazo tunazo kupatia kila leo, licha kuwa kuko na ile hali ya CCLF, zaidi M23 inajaribu kuteka miji kadhaa, na huku mabaini kutu wadadisi ambao wanaozungumza, licha kuwa kunakuwa na zile makoro ambazo zinakuwa zinaseniwa huko Doha, lakini wao kila leo wanaendelea kujipanga. Nini hasa kinakachotokea? Tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu ili kwamba tutakapopata habari zenye kuwa na uhakika, kubaini vifo vya watu na kubaini namna gani mapambano yanavyoendelea, tutakuja hapa tena ili tuweze kukuletea habari tena yenye kuwa na uhakika. Mapigano makali yaliweza kuripotiwa hii siku ya pili mfululizo katika jimbo la Kivu Kaskazini,
Kivu Kaskazini tariki 18 Novemba mwaka 2025, mapigano makali yaliweza kuripotiwa tena hii leo katika eneo la Nyabashwa, kata ya Kashe na Maboko. Vijiji hivyo vitatu ambavyo viliweza kuvamiwa na waasi wa M23, licha kuwa wazalendo na jeshi la FARDC liliweza kuwaripua, liliweza kuwafurusha baada tu ya milio ya risasi ambayo ilisikika majira ya saa 5 mchana kati. Habari tulizokuwa nazo zilieleza kuwa milio ya risasi iliweza kurindima, huku waasi wa M23 wakitaka kufurusha jeshi la FARDC ili waweze kuchukua vijiji hivyo bila mafanikio. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, milio ya risasi na mabomu ilianza kusikika tangu majira ya asubuhi mapema baada tu ya waasi wa M23 kuvamia kambi ya FARDC katika eneo hilo. Wakazi wa maeneo hayo wameanza kuyahama makazi yao, huku wakielekea kwenye vijiji vya karibu ili kujificha na hali hiyo ya uhasama. Tulijaribu kuzungumza na msemaji wa jeshi la taifa la Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anayepatikana huko maeneo ya kaskazini bila mafanikio. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo na majeruhi, na hali ya usalama ikiendelea kuwa tete huko, mapigano yakiwa yanaendelea. Mamlaka za eneo zinatoa wito kwa wakaaji kuwa makini na kujikinga kushirikiana na waasi wa M23. Waasi wa M23 wanaendelea kuvamia vijiji mbalimbali, na huku kila leo milio ya risasi ikiwa nasikika katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huko Bukavu, kijana mmoja mwenye umri wa miaka 15 akwenda kumalizia maisha mama yake mzazi akimpa dawa ya panya. Habari hizi kutoka karibu zaeleza kuwa mama huyo alikuwa na mtoto wake. Baada tu mtoto wake kumpa dawa hiyo ya panya, amewekwa nguvuni. Muda mchache mama huyo alipoteza maisha, na kuomba kusikiliza mahojiano namna gani alivyokuwa akihojiwa. Ulipatia mama yako sumu na kumekuwa ni umewaza nini? Hakuna tabu ilikuwa na wazi. Ile sumu umeiuza mungapi? 3000 francs. Ulisema unataka ifanye? Ile sumu. Imefahamu nyumba 3 jours depuis mama yako kwa hospitali. Mimi nasema mimi nataka nimpatie ngero inakataa. Kisha leo ndio nimefuata sema nasema nimpatie. Sasa ile 3 jours unakuwa unapanga nimpatie siku kwenu? Mimi. Hata na message kama siku kwenu. Na 3 jours unaoshaiuza na ukasema unapenda kupatia mama. Na niko nayo mimi na roho nyingine naisha katala. Kisha roho yenyewe ilikuwa kana kusukuma uimupe na nyingine nakatala. Yenyewe ilikuwa nasema uimupe, ilikuwa nasema nataka ni. Haikuwa sema tena nataka kitu tu, ilikuwa sema uwa mamako. Mama lazima gombana na mamako. Hapana. Abia gombanaka. Mbona ulikuwa kudawa? Ulikuwa konja jana? Mimi. Hakuna kitu changu ilikuwa nisumbua. Nini? Kichwa. Na uko na mafikiri tu unasema, "Mimi ulienda uza ile dawa na unapenda uue mamako." Hapana. Uliuziani? Nilikuwa na nata itegea yako. Kisha yengine roho ikasema acha kuitegea kwa ite mchakule ni mamako atakula. Mamako yeye peke tu. Hapana wengine. Na wewe waza kuua wengine. Hapana. Ndio. Mimi roho na sasa kuna kitu kusema nikaoa mamangu sina nabaki hapa kwetu. Hapana hata. Na unafanya nini? Yenyewe tulikuwa penda uwe mamako. Na nakufanya nini kuna kwaka hemwa yenye nakusumbua. Mamangu naomba nimuoe je haka. Hakuna kwa shani kwanza. Mimi nitamu yenu. Sijue na mimi marabu. Haujue? Kweli? Maimu ile 3 jours yote nilikuwa lota na niko na uwa mama. Mimi ushamwambia? Hapana. Kisha ulikuwa unamnyamazia nini? Nilikuwa na ningemwambia kisha nje ile roho ya kufanya ilipata nifika hapo ndio ningepata vifaa. Ndio. Hakuna hata mwingine mwa watoto mwenye mlikuwa kana unapanga naye. Hapana. Hii ni nini unavaa? Ni sene tu nikupata. Ndio. Unalala na unaivaa? Njoo unalota tu na uko naye. Ndio. Unaitika. Sasa mimi nakuuliza.
Mwa ile 3 jours ulipangaka uwa mamako. Roho gani sasa ulikuwa nalota mwenye alikuwa nakusukuma mwile ndoto ni nani? Simujue mimi ni mama. Ni mama. Ndio. Waambia kanga ni mama mkubwa na kwa mwaje ya mama tupana. Anakusukuma mbwanda huo mamako. Enda huo mamako. Nilikuwa na sina na zile makuta masiku nilianja ilota ndio nikipata kunipatia ile 3000 francs. Mwalikupatia ile 3000 ni nani? Mimi nilienda tumikia mtu. Nani? Ni mbaba. Ulitumika kazi gani? Tulikuwa tunapasula kwake majiwe kisha nilikopesha mwingine na atanipatia ile 3000. Kisha ndio kifata nipatie. Ulimkopesha nini? Nilimkopesha makuta. Makuta ngapi? Yalikuwa 3000 na alipoteza na memory yangu kisha ndio kifata nipatia zile. Kwa sema za memory nazo atazinipatia. Waje walikuwa nasema waenda somea Butembo. Kisha sasa wewe ulimkopesha 3000 na huko tuna 3000. Kisha ulimkopesha kaya na wewe anza waza kuua mamako. Sasa uliwaza kuua mamako? Ndio kulimani kezi muomba na shazi nima kulimwa kipata na zinipatie. Uko miaka ngapi? Kenza. Unasomea kwa wapi? Kuna Milima de. Kwa STT. Mkela ni 7M. Prefere ni gani? Siwezi na. Siwezi na prefere kwa 7M. Na prophet tilere ndaliko. Ule prefere ni mgeni pale? Sasa unaweza somea kwa STT na wewe jina prefere. Ndio nilitoka ku primaire. Ile masomo ile majue yenye mlikuwa na pasula ni majue ya namna gani? Gravier. Kisha ukapata ile 3000. Ile sumu uliuzia kwa nani? Hapa yule. Kwa nani? Pembeni kwa Lagos. Ulimwambia sasa unaenda fanya? Mwambia naenda tega kwa mapanya. 3 jours na iko mwenye. Ile sumu. Sasa leo ulimpatia ile sumu masaa ngapi? 10. Akasema nini? Sasa ulimpatia? Akasema mchakula mko dawa panya. Akakula kidogo. Ukamwambia nini na wewe sasa usema mko dawa panya? Mimi nikamwambia mesi juu. Nashasikia harufu. Mimi akaongeza kula. Na huko namuona gisi akakula. Kuongeza kula alipata viacha. Alikula kidogo, akasema mbona kusema mko dawa panya? Akaviacha. Alikula vishiko vingapi? Alikuwa na hamaliza kirai ya kwanza. Alianzia kuvirai. Maharage hakuikula. Alikuwa na chakula kwa maharage, mimi alikuwa na hamaliza kirai cha kwanza. Vishiko na chakula vishiko vingapi? Sijui. Haujui. Alikuwa kula na siku. Ulibimwachia ukaenda. Asio nekisimama na kufa. Basi unaona zipendo na mako wako. Ulimwachia na ukaenda? Kisha sasa alisema mbona mchakula mko dawa hapanya? Wewe na huko wapi? Ndio sasa aliniita sana niko mwangu ndio nikikuya. Kuya hapa. Akakuuliza. Alikuwa nakula mule na iko yeye peke. Alikuwa mwe peke. Maharagi mwalipiga ni nani? Mimi. Ulikalanga. Na mwaluza virai ni nani? Ni mama. Na maharagi mwaliuza ni nani? Ni mama. Na mafuta mwaluza ni nani? Ni mama. Ako ulipiga tu. Kisha wewe ulitia muvi yake tu wala ulitia muvi yenu nyewe wote? Muvi yake tu. Kisha sasa Sauli maliza kubimupatia, akisha kuuliza mbona mko sumu ya panya, ukarudia. Ulifanya nini ile saa? Hakuna cha nilifanya. Na roho yako kwambia nini? Roho yangu ilishtuka. Sasa ilishtuka. Ukafanya nini sasa? Hakuna cha niongeza fanya. Sasa hapo kunaona mamako gisi iko uko na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Asante mtazamaji wetu ambaye umejiunga nasi, ambaye umetusikiliza mahali pote ambapo ulipo, na asante kwa muda wako kila leo kuweza kujiunga na channel yetu la Fuad Uvira TV. Usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike na kushare, kuweka comment kwa muda wote, ili tutakapotoa habari zetu uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Mimi ni Jean-Pierre Emmanuel Kaluya, kwaherini.